Fungua kinywa chako, mtu wa Mungu, omba mbele za Bwana, mwambie unastahili wewe Yesu. Asante kwa ajili ya jioni hii. Ni nani aliye kama wewe Bwana? Ni nani wa kufanana na wewe Yesu? Ni nani wa kulingana na wewe? Ni nani mwenye upendo kama wako? Ni nani mwenye huruma nyingi kama zako? Ni nani atupendaye kama wewe? Hayuko wala hata kuwako wa kufanana na wewe Yesu. Asante kwa ajili ya jioni hii. Asante kwa ajili ya siku hii Bwana, ambayo tumejiweka wakfu mbele zako, tukiwa tunasihi huruma zako na rehema zako Bwana, ili wewe uweze kusema nasi, ili wewe uweze kuyagusa maisha yetu kwa upya, katika jina la Yesu Kristo. Ruhusu nguvu zako kutembea tena kwenye madhabahu hii jioni ya leo. Jifunue katika uweza wa nguvu zako, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Tuhudumie Bwana sawasawa na mapenzi yako. Asante kwa uwepo wako, nasi tunatambua uwepo wako. Tunakupa heshima unaostahili Bwana. Pigie Yesu makofi ya shangwe. Ninaomba uketi. Ninaomba uketi kwenye uwepo wa Bwana. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Sema kutawala. Sema kutawala. Sema tena kutawala. Kwa hiyo haijalishi hali ikoje, lakini unakumbuka wewe umeumbwa kufanya nini? Kutawala. Na kama umeumbwa kutawala, maana yake hali zote unazokutana nazo zinatakiwa zikusikilize wewe kama mtawala. Ukijishusha standardi, hali ambazo hazikupaswa kukutawala, ulipaswa kuzitawala, zitakutawala zenyewe. Na matokeo yake unaanza kuishi kinyume na mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu, narudia tena, akili yako isikie. Mpango wa Mungu ni wewe kufanya nini? Mpango wa Mungu ni wewe kufanya nini? Mpango wa Mungu ni wewe kufanya nini? Hebu sema kutawala. Na kutawala kwetu kunaanzia kwenye ulimwengu wa roho mpaka ulimwengu wa mwili. Na ndio maana jana nilikwambia utakiwi kuwa Mkristo goigoi. Lazima uwe Mkristo mwenye nguvu, kwa sababu hata mazingira unayoyaishi yanakutaka uwe na nini? Na nguvu, power, ili mazingira na hali zote za kiroho na kimwili zipate kutawaliwa chini yako. Funika macho yako. Roho Mtakatifu, asante kwa kuwa uko hapa, na kwa kuwa wewe huko hapa unatawala ili eneo. Yale yaliyo mapenzi yako kutimizwa ni lazima, kwa sababu wewe umependa yatimizwe. Tunakukaribisha tena na tena kwa muda huu. Sema nasi kwa neno lako. Achilia nguvu zako Bwana kwenye nafsi za watoto wako, tupate kupokea, tupate kuelewa, tupate kufunguliwa, tupate kupokea uponyaji, tupate kuinuliwa, tupate kuhuishwa kiroho na kimwili kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ikubali madhabahu hii tena Bwana jioni ya leo. Ruhusu mito ya maji yaliyo hai kububujika kwenye hii madhabahu, na watu wako wakutane na nguvu zako, na neno lililobeba nguvu ya uzima, nguvu ya uponyaji, nguvu ya kufanywa upya, nguvu ya ukombozi kwenye maisha yao,
katika jina la Yesu aliye hai. Mbingu za mahali hapa sipate kutambua kwamba wewe ndiwe unayetawala sasa, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Na kila mwenye mwili aseme amen. Sema amen. Mungu alipokuwa anaziumba siku, na ndani ya siku aliweka na makusudi yake. Ndio maana Biblia inasema na wakati kwa kila kusudi, kila jambo na majira yake, na wakati kwa kila kusudi. Ndio maana Waefeso 5:15 na 16 anasema msienende kama watu wasiokuwa na hekima, bali kama watu wenye hekima. Alafu anasema mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za nini? Za uovu. Maana yake, kwa nini tuukomboe wakati? Kwa sababu ndani ya wakati kumebebwa kusudi. Wakati ni lango, muda ni lango, ni lango ambalo huwa linatumika kupitisha makusudi. Kwa lazima ukomboe. Sasa ukiona ile lugha ya neno ya kukomboa, maana yake wakati unaweza kutekwa. Tunaposema muda wako umetekwa, maana yake muda wako unatumika kwa matumizi yasiyo sahihi. Kwa lugha nyingine, Mungu anataka uwe na hekima ya kuutumia muda sawa sawa na ulivyoumbwa kwa ajili yako. Hatuna muda wa kupoteza duniani. Kila sekunde na kila dakika, kila sekunde na kila dakika inayopita imebeba makusudi ndani yake. Unapoiacha ikapotea tu, unapoiacha ikaenda tu ovyo ovyo, uwe na uhakika kuna kitu kinapotea kwenye maisha yako, kwa sababu kuna vitu vimefungwa kwenye muda. Narudia tena kwa mzigo hapa, kuna vitu vimefungwa kwenye muda. Kwa vita ya adui, ili aweze kukutenganisha na makusudi yaliyofungwa kwenye muda, atakufanya moja, usiujali muda. Pili, hata ukijua muda ni wa thamani, atakufanya uutumie kwa matumizi yasiyo sahihi. Hilo jambo la pili. Jambo la kwanza, atakufanya usiujali muda, uone muda ni kitu cha kawaida, kwamba hata ikipita leo si kesho itakuja. Unasahau ikipita leo haitakaa irudi leo, haitakaa irudi, ndio imepita hivyo. Kwa atakufanya moja, usijali muda. Usijali muda maana yake usiupe thamani muda. Usijali muda maana yake usiutumie sawa sawa na ambavyo uliumbwa. Usijali muda maana yake usitafute kujua kilichobebwa ndani ya muda. Usijali muda maana yake uchukulie muda kuwa kitu cha kawaida na sio cha thamani kwako. Ukifuatilia masuala ya muda, hata wale wanaosoma masuala ya uchumi, muda tunasema is a scarce resource, ni rasilimali adimu. Ndio maana wengine wanatumia fedha nyingi kununua muda. Kazi ambayo angeweza kuifanya yeye peke yake, anaamua kuajili na watu wengine ili aifanye kwa muda mfupi. Anachotafuta pale, usifikiri ameajili ili kujifurahisha. Anachotafuta ni kununua muda wa watu wengine. Wale watu wangeweza kufanya vitu vingine, lakini ameamua awalipe pesa, anunue muda wao ili waje kufanya kile anachotaka yeye. Kwa nini anagharamia hizo fedha? Ni kwa ajili ya kununua muda wa watu wengine. Ndio maana ukiajiliwa mahali popote unapofanya kazi, ujue wamenunua muda wako wa hapa duniani. Moja ya kitu adui anafanya ni kuwapiga watu usingizi wa kiroho, wasithamini muda, wasijali muda, wasitumie muda vizuri, kwa sababu mtu anayejali muda hawezi kuzubaazubaa. Atatumia nguvu, atahangaika sana ili atumie muda kuzalisha kitu, iwe cha kiroho au cha kimwili. Ni sawa na watu wanaenda kanisani, alafu ukiuliza matokeo ya kwenda kwenye maombi, kwenye fellowship, kwenye ibada za asubuhi, mnazaa kitu gani? Alafu nakwambia tunaenda tu ili tukutane.
hawa wanapoteza muda, kwa sababu Mungu anapowaleta kwenye ibada lazima mjue kwa nini Mungu ametupa ruhusa ya kuja kumwabudu. Ni kitu gani anataka, ni kitu gani anatafuta. Kwa kuna hekima ya namna hiyo. Ndio maana anasema msienende kama watu msiokuwa na hekima, bali kama watu wenye hekima. Waefeso 5:15 mpaka 16. Mkiukomboa wakati, muombe Mungu neema kuanzia sasa. Mwambie Mungu, nisaidie kutopoteza muda kabisa. Mwambie Mungu, nisaidie kutopoteza muda kwenye maisha yangu. Hata ukiwa umekaa peke yako, usikae kama mtu ambaye hana cha kufanya. Hakikisha kila sekunde, kila saa na kila siku inayopita uwe na tathmini nayo kwamba leo kuna kitu kimeongezeka ndani, aidha cha kimaarifa au kuna kazi umefanya, umesogezwa. Haleluya, watu wa Mungu, kama unanielewa sema amen. Sasa leo tuna maombi na kichwa cha somo kinasema siri ya imani juu ya kifo cha Yesu msalabani. Siri ya imani juu ya kifo cha Yesu msalabani. Siri iliyoko ndani ya imani juu ya kifo cha Yesu msalabani, au siri iliyoko ndani ya imani juu ya kuamini katika kifo cha Yesu msalabani. Sasa unisikilize mtu wa Mungu. Imani juu ya kifo cha Yesu msalabani ni imani ambayo inakufanya upokee maisha ambayo Yesu, au kile ambacho Yesu alikuwa akikifanya akiwa pale msalabani. Huwa tukipokei kwa kusimuliwa, tunakipokea kwa imani. Kifo cha Yesu msalabani sio hadithi, ni kitu halisi kilichofanyika, lakini pia cha kiroho na ambacho kina nguvu ya kiroho kabisa. Pasipo mauti ya msalaba, kuna maisha mwanadamu asingekuwa na uwezo wa kuyapokea. Ndio maana kuna kitu tunasema katika mauti yake na kufufuka kwake, sisi tumepokea nini? Tumepokea kuwa hai katika Kristo, tumepokea uzima, tumepokea ukombozi. Kwa hiyo unisikilize mtu wa Mungu, imani ya namna hii, jana nilikueleza na juzi nilikueleza mistari tunaosimamia. Unajua ile Petro wa kwanza, ile sura ya pili, kuanzia mstari wa 20 ngapi? 24 na 25. Lakini pia wakati na kuelezea huo mstari, nikakwambia kwamba unaona maandiko yakisema yeye mwenyewe alichukua dhambi zetu juu ya mwili wake, akaenda nazo juu ya mti. Kwa alizichukua dhambi kwenye mwili wake, akaenda nazo juu ya mti. Sisi tuliokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, Yesu aliamua kuchukua dhambi juu ya mwili wake, akaenda nazo juu ya mti, ili kutufanya kuwa wenye haki. Haleluya, watu wa Mungu. Alafu anasema na kwa kupigwa kwake mliponywa, sio mtaponywa, mliponywa. Maana yake tayari uponyaji ulishatokea, tayari wokovu ulishatokea pale msalabani. Kwa kupigwa kwake mliponywa, maana yake tayari jambo hili lilishatokea. Sasa kama lilishatokea, linakuwaje halisi kwenye maisha yako? Kama Yesu alishaenda na dhambi zetu,
msalabani. Kwa nini hizo dhambi tena zinakuwa juu ya maisha ya watu kwenye Agano Jipya hili? Sasa inakuwaje? Tunayapateje hayo maisha? Hapo ndipo penye siri ya imani. Tayari Yesu alishakufanya. Yesu alishatangaza wokovu. Yesu alishaleta maisha ya wokovu. Yesu alishatangaza msamaha. Yesu alishaenda msalabani akazibeba dhambi zetu, na kwa kupigwa kwake mliponywa. Sasa tunapokeaje huo uponyaji? Tunapokeaje huo wokovu? Hapo ndio penye siri ya imani. Haleluya, watu wa Mungu. Hapo ndio penye siri ya imani. Ndio maana imani ya namna hii, unisikilize, tunajua sawasawa na Warumi 10:17, imani chanzo chake ni kusikia. Kusikia ambako huja kwa neno la nani? La Kristo. Sasa unisikilize vizuri, unajua unasomaga huo mstari, lakini unisikilize. Imani chanzo chake ni kusikia. Kusikia ambako huja kwa neno la Kristo. Unaposikia neno la Kristo ndani ya moyo wako, ili imani iweze kuzaliwa, sio kusikia tu. Kwa sababu ukisoma vizuri Kiingereza ndio kinatofautisha. Utofauti kati ya hearing and listening. Kiswahili kitakwambia kusikia, lakini Kiingereza kinatofautisha hearing and listening. Hearing ni unasikiliza tu, hauna haja ya kuelewa kile kinachosemwa. Hata ukiulizwa umesikiliza nini, unasema nilikuwa nasikia tu makelele, nilikuwa nasikia tu kelele hapa, nimesikia tu mwangwi, nimesikia. Huna haja ya kuelewa. Ukiulizwa kwamba huo mwangwi unamaanisha nini, the meaning of what you are hearing, maana ya kile ambacho unakisikiliza, ukishatoa maana kwamba huo mwangwi unamaanisha, maana yake wewe hukuwa unafanya hearing, but ulikuwa unafanya listening. Maana yake the capacity to understand what you are hearing, uwezo wa kuelewa kile ambacho unakisikia. Sasa Biblia inaposema imani chanzo chake ni kusikia, kule kusikia anakosema sio kwa hearing peke yake, ingawa Biblia utakuta imesema hearing. Kule kusikia anakosema ni kule ambako hilo neno linalohubiriwa, hilo neno unalolisoma, unalisikia ndani yako, unaelewa linamaanisha nini. Kwenye ule uelewa hakukujengei ufahamu tu, lakini kuna kujengea imani. Ndio unasikia mtu anasema aha, sasa ninaamini ya kwamba Yesu anaweza. Kwa nini anasema sasa? Kwa sababu kaelewa. Jina la Yesu libarikiwe. Na ndio maana imani hii inafanya kazi na ufahamu. Sema inafanya kazi na ufahamu. Uko ufahamu unaitwa ufahamu wa kiimani. Na huo ufahamu wa kiimani ukikutana na waombaji watakwambia jicho la imani. Imani inaweza kuona. Imani inaweza kuelewa. Kwa mfano, unaulizwa swali kwamba mbingu na nchi ziliumbwa na nani? Utasemaje? Una uhakika gani? Una mashaka kwamba mbingu na dunia ziliumbwa na Mungu? Kwa nini hauna mashaka? Ulikuwepo wakati zinaumbwa? Haukuwepo. Lakini mtu hawezi kukutoa hapo. Na unamwambia mtu ninajua mbingu na nchi ziliumbwa na Mungu. Unajuaje? Kwa sababu ya imani ulionayo. Unasema mwalimu, unaitoa wapi? Waebrania 11 mstari wa 3. Sikiliza, imani inafanya kazi na ufahamu. Waebrania 11. Na nataka nije nikuunganishie na juu ya siri ya imani ya kifo cha Yesu msalabani, kwa sababu usipofahamu kilichokuwa kinatokea wakati Yesu anakufa msalabani, huwezi kuwa na imani juu ya msalaba wa Yesu. Utauchukua msalaba kama nembo ya kanisa leo, lakini sio vile unavyochukuliwa kiroho. Haleluya, watu wa Mungu. Waebrania sura ya 11 mstari wa 3. Angalia maandiko yanavyosema. Waebrania sura ya 11 mstari wa 3. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyodhahiri.
Narudia tena, kwa imani twafahamu. Sema, kwa imani twafahamu. Anapozungumza hivi mwandishi wa Ibrania, maana yake anataka kutuambia nini? Kwamba tunao ufahamu unaotokana na imani. Kwa imani twafahamu, maana yake tumejua kupitia imani. Maana yake tumejua kupitia imani. Kwa imani twafahamu kwamba mbingu na nchi viliumbwa kwa neno la Bwana. Kwamba tunao ufahamu ambao chanzo chake ni imani. Kwa imani twafahamu, manake kwa lugha nyingine angeweza kusema kwa njia ya imani twafahamu. Kwamba imani imetumika kama njia au kifaa cha kutufahamisha. Kutufahamisha nini? Kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Kwa hiyo imani inatumika kama njia ya kutufahamisha kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu dhahiri. Hapa anajaribu kuzungumza kwamba vitu unavyoviona hivi havikufanywa kwa vitu dhahiri, maana yake kwa vitu vinavyoonekana. Kwa lugha nyingine anasemaje? Anasema vitu vinavyoonekana chanzo chake ni kwa vitu visivyo dhahiri. Visivyo dhahiri maana yake nini? Visivyoonekana. Na ukiichimba zaidi hapa utaona anazungumza ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Ni kama vile anataka kukuambia hivi, vitu vinavyoonekana ni fotokopi ya vitu visivyoonekana. Haleluya, watu wa Mungu. Vitu vinavyoonekana ni fotokopi ya vitu visivyoonekana. Maana yake anataka kusema nini? Kuna ulimwengu usioonekana kwa macho, ambako mambo yote yanayoonekana kwa mwili huwa yanaanzia huko. Sasa ulimwengu wa namna hiyo hauopereti kwa mwili. Huwezi kuhusiana nao kwa mwili. Huwezi kufanya mambo yako kwenye huo ulimwengu kwa jinsi ya mwili. Ulimwengu huo unakuwa connected na wewe kwa jinsi ya imani, ni kwa jinsi ya kiroho, kwa sababu ni untangible, yani ni haushikiki. It is not tangible. Ni ulimwengu ambao haushikiki kwa kimwili. Kwa hiyo ni ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo unagundua vitu vingi vinaanzia wapi? Rohoni. Kwa lugha nyingine, mambo unayoyaona kwa jinsi ya mwili ni matokeo ambayo kuna mahali yalitengenezwa pasipoonekana, ndipo yakatokeza kwa jinsi ya mwili. Kwa hiyo unapotaka kuyabadilisha lazima uende kwenye chanzo, mahali yalipotengenezwa pasipoonekana. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, tunapomwona Yesu, tunaposoma Yesu alipokuwa msalabani, kwa jinsi ya mwilini alionekana kweli akiwa msalabani, na kwa jinsi ya mwilini kila mtu alipata tafsiri alivyoona yeye. Wako walioona anavyosulubiwa, wako walioona vile walivyoona, lakini kwa jinsi ya rohoni unaanza kutafuta yale yasiyoonekana kwa namna watu waliona kwa jinsi ya mwili. Pale Yesu akiwa msalabani, kitu gani kilikuwa kinaendelea? Ni vitu gani vilikuwa vinafanyika? Hasa vile vilivyokuwa vinafanyika, unapovifahamu na unapounganishwa na vile vilipokuwa vinafanyika pale msalabani, maana yake kwa lugha nyepesi, ule ufahamu wa kufahamu vilivyofanyika msalabani ni kwa njia ya imani, kwa sababu wewe ukuwepo. Jina la Yesu libarikiwe. Ndio maana Biblia inasema kwa imani twafahamu. Kwa hiyo na kwa imani tunaweza kufahamu kwamba Yesu alifanya nini msalabani, na kwa imani tukapokea kile ambacho Yesu alikifanya msalabani. Na ndio maana imani, watu wa Mungu, ni maisha.
Mtu akiharibu imani yako ameharibu maisha yako. Unanisikia anachosema? Imani ni maisha. Mtu akiharibu imani yako ameharibu nini? Maisha yako. Ameharibu maisha yako. Ameharibu maisha yako. Sasa mwalimu, unatusisitizaje kwamba imani inafanya kazi na ufahamu? Ndio maana nimekuambia, nimekuonyesha hapo. Ufahamu wa kujua mbingu na nchi ziliumbwa kwa neno la Bwana ulizalishwa kwa imani ndani ya mtu. Lakini ukisoma kwenye kitabu cha Warumi ile sura ya 4, angalia. Mwalimu, kwani unatupeleka kote huko? Nataka jicho lako lifunguke, ufahamu wa kiimani ndani yako, ili tunapokutazamisha yale Yesu aliyafanya na tunapoingia kwenye maombi, uwe unaomba kama mtu anayeona, aliye na hakika kwamba hii ndio picha halisi. Angalia Warumi ile sura ya 4. Warumi sura ya 4 ule mstari wa 19 mpaka ule mstari wa 25. Mstari wa 19 mpaka wa 25. Maandiko yanasema, yeye asiyekuwa dhaifu wa imani alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa, akiwa amekwisha kupata umri wa miaka 100 na hali ya kufa ya tumbo lake Sara. Mstari wa 20. Lakini akiiona ahadi ya Mungu, sema akiiona ahadi ya Mungu, anasema hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani, akimtukuza Mungu, huku akijua, sema huku akijua. Na usisahau hilo neno, huku akijua, akiona na huku akijua, yana maana sana. Huku akijua, akijua nini? Akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoyaahidi. Kwa hiyo ilihesabiwa kwake kuwa ni haki. Walakini haikuandikwa kwa ajili yake tu kwamba ilihesabiwa kwake, bali na kwa ajili yetu sisi, mtakaohesabiwa vivyo hivyo sisi tunaomwamini yeye aliyemfufua Yesu Bwana wetu katika wafu, ambaye alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili mpate kuhesabiwa haki. Haleluya. Sasa anatoa mfano wa Ibrahim, anasema na yeye, Biblia inasema hata yeye, anasema yeye asiyekuwa dhaifu wa imani alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa. Maana yake na yeye alifikiri mazingira aliyokuwa nayo, hali aliyokuwa nayo, mwili wake umekwisha kufa, ana miaka 100, alafu Mungu amemwahidi kwamba atazaa mtoto. Anageuka, anamuona Sara, anakuta tumbo limekufa la uzazi. Hali zile za wanawake zimekoma, tumbo lake haliwezi kupokea mtoto. Lakini Biblia inasemaje? Pamoja na kuona kufikiri, maana yake mawazo yalimwingilia, mimi sasa ni mzee, mke wangu pia tumbo lake limekufa. Lakini pamoja na haya, kilichomsaidia asisite ni kitu gani? Biblia inasema alipokuwa anafikiri hali inayomzunguka, kilichomfanya aendelee kuamini na akatiwa nguvu kwa imani ni kitu gani? Biblia inasema lakini, akiwa kwenye zile fikra za kufikiri hali yake, anafikiri namna ambavyo kibinadamu haiwezekaniki. Lakini kuna jambo moja ambalo inawezekana sisi tunalikosa, ambalo lilimsaidia aendelee kumwamini Mungu. Na jambo hilo linasemaje? Angalia mstari wa 20. Biblia inasema lakini, sema lakini, kwenye hali ile ile ya fikra na mawazo, maandiko yanasema lakini akiiona, sema akiiona, lakini akiiona ahadi ya Mungu, akiiona ahadi ya Mungu. Alionaje ahadi ya Mungu? Sio kama ukuta unavyoona. Alionaje?
Akiiona ahadi ya Mungu. Aliionaje? Ahadi ya Mungu sio kama hivi unavyonitazama mimi hivi kimwili. Aliionaje? Kwa lugha nyepesi, maana yake alikuwa na neno ambalo Mungu alimwambia. Kwa hiyo anaposema akiiona ahadi, maana yake aliliona neno ambalo Mungu alimwambia Ibrahim. Ndani ya neno kuna ahadi. Fikra zake zinagoma, mawazo yake yanakataa, lakini alipoliona neno lililobeba ahadi, alipoliona lile neno, unasema alilionaje? Maana yake anapolikumbuka lile neno ambalo Mungu alimwambia, alafu alipoliona lile neno, kitendo cha kuliona neno, maana yake lile neno lilikuwa limedharisha aina fulani ya imani ndani ya Ibrahim. Maana yake analo jicho la imani la kuliona neno ambalo Mungu alimwambia. Hali ya mwilini inagoma, mazingira ya nje yanakataa, lakini analiona lile neno. Biblia inasema alipoiona ahadi, nini kikatokea? Maandiko yanasema, lakini akiiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani. Kilichofanya asisite ni kuiona ile ahadi. Mungu alisema, Mungu alisema, Mungu alisema, Mungu alisema, Mungu alisema. Anaiona ile ahadi, mazingira ya nje yanakataa, lakini alipoiona ile ahadi, maandiko yanasema hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani, akimtukuza Mungu. Hali ya nje inakataa, anaenda mbele za Bwana, wastahili wewe peke yako. Hajapata mtoto, anaenda mbele za Bwana, wastahili wewe. Anaiona ile ahadi kwamba kwenye hali hii nitamtukuza Mungu aponyaye. Umewahi kuona mtu anatumia vidonge vya HIV alafu anaenda mbele za Bwana, anasema wewe ni mponyaji, wewe ni mponyaji. Anaiona ahadi ya uponyaji ndani yake. Nataka nikwambie, mtu wa namna hii sio kwa kuombewa na nabii, sio kwa kuombewa na mtumishi. Ile imani inayoliona neno la Bwana kwenye maisha yake, siku sio nyingi utamuona hana tena positive, yuko negative ndani yake. Sijui unanielewa ninachosema. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa nini? Kwa sababu aponyaye ni Mungu, na Mungu haponyi tu kiolela olela. Ana kanuni zake, na kanuni yake moja ni imani. Mwanamke aliyetokwa na damu miaka 12, ile ni kansa, inamwagika damu miaka yote, lakini cheki, Biblia inasema kwa mujibu wa zile taratibu asingekuwa na muda wa kwenda kumwambia Yesu niombee, Yesu niguse. Wakimwona na ile damu, kitakachotokea ni kupigwa mawe. Yuko ndani, anasikia Yesu mtenda miujiza anapita, amesikia habari zake, anasimuliwa. Huyo Yesu anafanyaga hadi vipofu wanaona. Alafu akaambiwa yuko mjini kwao. Alipoambiwa yuko mjini kwao, anafanyeje? Kanuni, sheria, taratibu zinagoma, hataki kutoka damu kimwagika. Unajiulizaje? Biblia inasema akaamini moyoni mwake, akajisemea. Angalia imani, imani inatoaga sauti, imani inaongea. Ndio maana unaposikia Ibrahim akatiwa nguvu kwa imani, mtu mwenye imani anasikia sauti ya imani. Imani na language, imani na lugha. Ndio usikia mtu anakuambia nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu, alafu yuko mahali ambapo hana mtu wa kumshika mkono. Unajua kinachoongea pale sio yeye wala sio akili yake, ni imani iliyoko ndani yake. Jina la Yesu libarikiwe. Maandiko yanasema hivi, yule mwanamke akatoka mbio. Alipotoka mbio akajisemea moyoni, nitagusa tu pindo, wala simgusi Yesu. Tagusa tu pindo la vazi yake, pindo la vazi lake, pindo la vazi lake. Na unajua imani haijawahi kukosea shabaha. Mtu mwenye imani hawezi kukosa shabaha.
Yesu hajawahi kumwona. Kumbuka huyu mwanamke anakaaga ndani na Yesu na wanafunzi wake. Waulize wale walioenda kumkamata, wale maaskari wa Kirumi, ilibidi mpaka waonyeshwe Yesu ni nani. Ukimkuta Yesu na wanafunzi wake ni kama walikuwa wanafanana, mavazi yanafanana. Kwa ujue Yesu ni nani. Kwa hadi wa maaskari wenyewe ilibidi waambiwe kwamba nitakayembusu ndiye mumkamate. Najiuliza, mwanamke aliyekaa ndani alijuaje huyu ninayemgusa ndio Yesu? Na Biblia isemi alibatisha kwamba tagusa huyu, Kigoma niguse na yule, Kigoma ni... Biblia isemi aligusa watu 5. Alienda direct kwa Jesus, alafu akagusa pindo la vazi yake. Alijuaje? Imani ni kama sumaku. Imani haiwezi kukosa shabaha. Imani katika Mungu ni kama sumaku, kwa sababu ya imani aliyonayo kwamba nitakayemgusa sio Petro, nitakayemgusa sio mtumishi wa Mungu, nitakayemgusa ni Yesu. Nitagusa pindo la vazi lake tu, kwa sababu nimesikia analetewa vipofu wanaona, kwa sababu nimesikia anafufua wafu. Hasa shida nilionayo haiwezi kuwa kubwa hii. Pindo la vazi yake tu linatosha kuniponya. Nitagusa pindo. Hasa ile imani alionayo mwanamke anayetokwa na damu, kwa sababu ni imani juu ya Yesu Kristo, ilitengeneza dila, ilitengeneza direction, ilitengeneza tunaita divine encounter, kutano la kiungu. Kwa hiyo mwanamke anatoka, imani na Yesu vinavutana. Imani iliyo ndani ya mwanamke na Yesu mahali amesimama vinavutana, ni kama vile sumaku. Kwa hiyo anatoka, anakimbia. Imani haimwambii simama hapa, anaendelea kukimbia. Najaribu kujiuliza, watu walikuwa hawezi hata kuona ule mchululiziko wa damu. Yeye hajali mwanamke nikifa na nife, lakini ninachowaza ni kugusa pindo la Yesu peke yake. Maandiko yanasema akatoka, akiwa anaenda akamfikia mpaka Yesu, akaligusa pindo lake, na Yesu alipoguswa tu akasema nguvu zimenitoka. Imani ikawithdraw nguvu za Mungu kuja kuleta uponyaji kwa mwanamke. Imani inaweza kuwithdraw vilivyoko ndani ya Yesu vikaja ndani ya mwanadamu. Ndio maana huyu mwanamke, kilichosababisha Yesu nguvu zimtoke alafu akapokea uponyaji, unaweza ukajiuliza hii shida ilikuwa ya kiwango gani mpaka Yesu akagundua kuna nguvu zimenitoka. Baadaye ndiye akamwona yule mwanamke akasema, mwanamke, imani yako imekuponya. Ndio maana ukisema tu ninaamini, unaweza kuwa unaongea feelings. Unajua nini? Unaweza kuwa unaongea hisia, lakini unajua nini? Kwa hiyo huku akijua. Kwa tunapozungumza siri ya imani ya kifo cha Yesu msalabani, tunaamini Yesu alikufa, lakini tunajua nini juu ya kifo chake? Kwa lazima tuseme tunatiwa nguvu kwa imani kwamba Mwokozi alikufa kwa ajili yetu, huku moyoni tukijua kwamba kifo chake kimeleta nini. Ndio maana Ibrahim huku akijua, Waebrania anasema kwa imani twafahamu. Maana yake imani na ufahamu pamoja, huku akijua. Tunaposema siri ya imani juu ya kifo cha Yesu msalabani, sawa, ukimuuliza mtu Yesu alikufa msalabani, ndiyo alikufa. Ukimuuliza mtu unaamini Yesu alikuja, naamini. Una uhakika? Ndiyo. Kwa nini? Kwa sababu imani ni hakika. Ukimuuliza Yesu alikufa msalabani, alipigwa mijeledi, anasema ndiyo. Ulipateje imani? Akwambia niliona sinema. Mwingine anasema nilihubiriwa kanisani. Mwingine anasema nilifundishwa Sunday school. Mwingine anasema mchungaji wangu alinifundisha. Mwingine anasema nilijifunza kwenye Bible study na ninajua kabisa kwamba Yesu alikufa wapi? Msalabani. Sasa anayo imani ya kwamba Yesu alikufa msalabani, lakini huku akijua, anajua nini juu ya kifo cha Yesu msalabani? Sasa hiyo ndio inaitwa siri ya imani. Sasa imani hii ninayokufundisha ni huku ukijua
Siri ya imani ya kifo cha Yesu msalabani ni kuamini juu ya Yesu kufa msalabani, huku nikijua kile Yesu alichokifanya. Hiyo ndio imani ya msalaba. Sasa kile unachokijua utakapokuwa unakikiri, maana yake unatangaza uaminifu wa Mungu wa kumtoa mwanaye msalabani. Na kwa lugha nyingine, maana yake unakifungulia mlango uweze kukipokea kwenye maisha yako. Kwa sababu watu wengi wanaamini kuhusu Yesu, lakini ni wangapi wana maisha yale ambayo Yesu aliyafia msalabani? Watu wengi wameokoka na wamemkiri Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Ni wangapi wanayo yale maisha? Na unasema, mwalimu, sasa kwa nini hawana ikiwa wanaamini? Sikiliza, unaamini huku ukijua. Imani inao kufungulia macho ya kuona kile ambacho Yesu amekifanya, alafu inakufungulia mlango wa kupokea. Na kufufuka kwa Yesu kulikuwa kunatangaza pia unabii, wote wamwaminio wajapokufa watakuwa hai. Maana yake atawafufua. Kwa hiyo alikuwa anatangaza. Sasa haya lazima uyafahamu. Sasa Yesu alipokuwa anakufa msalabani, hilo li nguvu la dhambi alilibeba kwenye mwili wake, akaamua kutusamehe, atuondolee maovu na dhambi zetu. Kwa hiyo hilo ni jambo kubwa sana, na ndio maana damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani inaitwa damu ya Yesu ya agano. Ukisoma, alikuwa anatangaza mwenyewe kwenye Mathayo 26:28, wakati anashiriki ile meza ya Bwana na wanafunzi wake, anawaambia, hii ndiyo damu yangu, damu ya agano iliyomwagika kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Wakati anasema lile neno, alikuwa hajaenda msalabani bado, lakini anatamka na kwamba yametimia. Kwa ile damu ya Yesu ilipokuwa inamwagika msalabani, ni kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Jina la Yesu libarikiwe. Wangapi wananielewa ninachosema? Kwa hiyo nataka tukaombe. Huwezi kujua umempa shetani nafasi wapi. Huwezi kujua umempa shetani nafasi wapi. Nataka tukaombe mbele za Mungu, alafu tuombe rehema, alafu kila eneo tulilompa shetani nafasi tumwambie Mungu turehemu. Lakini ndipo tutaachilia damu ya Yesu kuondoa hayo mapepo na hizo roho na kila laana na kila mkwamo ulioachiliwa, iwe ni kwenye mlango wa familia, mlango wa wazazi, mlango wa kanisani. Sisi, kuna mtu ananielewa ninachosema? Uko tayari kuomba, mtu wa Mungu? Unaweza ukakemea mapepo na usione hatua. Kuna watu wamefungwa matumbo madhabahuni. Kuna watu wamefungiwa kutoolewa madhabahuni. Kuna watu wamepewa umaskini madhabahuni kwa sababu walimkosea Mungu madhabahuni. Kuna watu maono yao yamekufa madhabahuni. Nataka tuombe. Nyanyua mikono yako juu. Nasikia mzigo ndani yangu, lakini natamani uombe kama vile utaomba. Najua muda umeenda, lakini tumia tu hata dakika 10. Omba kama vile hautaomba, ili eneo lolote lililotumika kama mlango, shetani asilitumie tena. Damu ya Yesu ipate kukutenga na hiyo mikwamo na laana na mabaraa, kwa sababu Yesu alikufa msalaba akazivua enzi. Shetani anatumia milango, anatumia nafasi tunayompa. Mwambie Bwana jioni ya leo akusaidie. Mwambie akusaidie. Na saa nyingine ukishindwa kuomba, mwambie Yesu, nisaidie tu, nisaidie tu, nisaidie tu, nisaidie tu, nisaidie tu. Nyanyua mikono yako, fuatana na mimi maombi. Sema, Mungu ria haya
Paza sauti yako mtu wa Mungu, paza sauti yako mbele za Bwana, paza sauti yako mbele za Bwana. Usiombe kama vile uko na watu wengi, omba kama vile uko peke yako. Na kama umeelewa, ni saa ya kumlilia Bwana na kumwambia Bwana tusaidie. Sema, Mungu ria hai, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, wewe ndiwe Mungu wetu, wewe ndiwe Mungu unaishi, wewe ndiwe Mungu wa kweli na wa pekee. Jioni ya leo tuko mbele za uso wako, niko mbele za uso wako, nimesikia neno lako, siri ya imani juu ya kifo cha Yesu, na nimejua Bwana ya kwamba Yesu alipokufa, Yesu alibeba kwenye mwili wake dhambi zangu zote. Jioni ya leo, jioni ya leo, jioni ya leo, ninaomba toba, ninaomba toba, ninaomba toba juu ya dhambi, juu ya uovu wote ule unaouona kwenye maisha yangu. Nilemwe Bwana, nilemwe Bwana, nisamehe Bwana, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Niondolee Bwana kila aina ya dhambi iliyokaa kwenye moyo wangu, kwenye mawazo, kwenye mwili wangu, katika damu ya Yesu. Niondolee Bwana, nitakase Bwana, nitakase Bwana kwa damu ya Yesu. Jioni ya leo ninaomba toba kwenye kila eneo nililompa shetani nafasi kwenye maisha yangu. Eneo lolote Bwana ambalo nilifungua mlango wa nguvu za giza juu ya maisha yangu, ninaomba toba, ninaomba toba, ninaomba toba, ninaomba toba. Iwe ni kwa njia ya mazungumzo, nilipoongea nikafungulia mlango wa roho za mashetani, ninaomba toba, ninaomba toba. Nilipokasirika, nilipohuzunika, nilipowaza mawazo mabaya, nikafungua mlango wa mapepo, wa laana, wa wachawi kwenye maisha yangu. Jioni ya leo ninaomba toba, ninaomba toba, ninaomba toba kwa damu ya Yesu, na juu ya uovu ulioko kwenye familia wa watoto kutoheshimu wazazi wao. Inawezekana Bwana, baba zetu na mama zetu hawakuwaheshimu wazazi wao, wazazi wao. Inawezekana Bwana, hata mimi mwenyewe kuna maeneo mengi sijawaheshimu wazazi wangu, na kwa sababu hiyo kuna namna ambayo nimewahuzunisha, niliwahuzunisha. Ninaomba toba, ninaomba toba juu ya hayo maneno walioongea mahali pasili, juu ya hayo machozi ambao bibi zetu walilia mahali pasili, juu ya hayo machozi ambayo babu zetu walilia mahali pasili, yakafungulia mabaya juu ya familia. Bwana, jioni ya leo ninaomba toba, ninaomba toba. Samehe Bwana, samehe Bwana, samehe Bwana kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ondoa
Bwana, hayo matamko, hayo maneno, hayo machozi, hizo damu zilizomwagika pasipo hatia, ziondoe Bwana. Ninaiachilia damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu kwenye maisha yangu. Iondoe kila laana, iondoe kila baraa, iondoe mabaya yaliyoletwa na hiyo milango jioni ya leo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana, eneo lolote nililoshiriki magomvi ya kimadhabahu, magomvi dhidi ya watumishi wako, watumishi wako wazee wa kanisa, watumishi wako wachungaji, watumishi wako viongozi wa idara, Bwana, yeyote yule ambaye nilihusika kwenye ugomvi nikasababisha aliye machozi, ninaomba toba, ninaomba toba, ninaomba toba. Samehe Bwana, samehe Bwana. Niliposhiriki hayo magomvi, nilifungua mlango wa adui wa malipizo kwenye maisha yangu. Jioni ya leo nimeelewa, nimejua madhara yake, na kuja madhabahuni nilemwe Bwana kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ila roho iliyopata nafasi kwenye maisha yangu jioni ya leo, jioni ya leo, achia, achia, ondoka, ondoka. Roho ya mabaya, roho ya umaskini, roho ya mateso, jioni ya leo, ondoka, 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 ondoka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Achia, 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 achia kwa damu ya Yesu. Nenda mbele za Bwana sasa, nenda mbele za Bwana. Kila mlango ambao adui ameutumia, yale magomvi uliowahi kushiriki, maneno uliowahi kutamka, mambo uliowahi kuyafanya kwa ajili ya watumishi wengine, ninaachilia damu ya Yesu, ninaachilia damu ya Yesu kwenye mlango wa familia, kwenye mlango wa wazazi, kwenye mlango wa maisha yako binafsi. Yale maovu uliowahi kuyafanya yaliyofungulia mlango, tunaachilia damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hicho kifungo kilichokaa kwenye maisha yako, kilichopata nafasi kwa sababu ya hiyo milango, jioni ya leo ninakipasua, ninakipasua. Mapepo mnaopita kwenye huo mlango kushambulia maisha ya mtoto wa Mungu huyu, jioni ya leo, toka, toka, toka. Haya, achia nafsi yake, haya, achia maisha yake, haya, achia moyo wake, haya, achia familia, haya, achia afya yake, haya, achia, haya, achia, haya, achia, haya, achia kwa damu ya Yesu. Endelea, endelea, endelea kuomba. Fungua kinywa chako. Kandaraba sandarapakora risandarapako. Hiyo milango iliyotumika, wewe ni mtoto wa Mungu, wewe ni mzao wa Mungu, wewe ni mtoto wa Mungu.
adui ametumia hiyo milango ili kuzofisha maisha yako, ninaiachilia damu ya Yesu kwenye huo mlango. Ninaachilia damu ya Yesu. Mapepo na majini na uchawi unaotumika kushambulia maisha ya mtu huyo, jioni ya leo naachilia damu ya Yesu. Naachilia damu ya Yesu kwenye akili yake, kwenye moyo wake, kwenye mawazo yake, kwenye familia yake, in the mighty name of Jesus. Kwa damu ya Yesu ninapindua huo utawala, utawala wa giza, utawala wa kipepo, utawala wa giza, utawala wa kipepo juu ya maisha yako, juu ya maisha yako. Ndio, ninapasua hiyo nila, ninavunja hicho kifungo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Unaondolewa kwenye hilo shimo la uharibifu kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Unatoka kwenye hilo shimo, unatoka kwenye huo uharibifu. Maisha yako yanaachiliwa, maisha yako yanaachiliwa, maisha yako yanaachiliwa, maisha yako yanaachiliwa, maisha yako yanaachiliwa kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Ukiona unashindwa kuomba mwenyewe, sogea hapa mbele, funika macho yako. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Funika macho yako, kuna historia inabadilika. Macho yako funika, moyo wako ufunguke mbele za Bwana, usimwangalie mtu mwingine. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Damu ya Yesu, damu ya Yesu inaondoa, damu ya Yesu inabadilisha hizo nyakati kwenye maisha yako. Ninawapiga kwenye hilo lango, toka kwenye hilo lango, toka kwenye hilo lango, toka kwenye hilo lango, in the mighty name of Jesus. Endelea kuomba. In Jesus name, in Jesus name. Kuanzia dakika hii, kuanzia dakika hii msichana, kuanzia dakika hii ninaachilia damu ya Yesu. Ninaachilia damu ya Yesu. Hiyo nguvu inayopambana na maisha yako, yeyuka, yeyuka, yeyuka. Achia maisha ya msichana huyu, achia maisha yake. Ninakubariki binti, ninayabariki maisha yako. Kila kilichoibiwa ndani yako hautalia tena. Kila kivuli cha uharibifu inaachia. Fire in Jesus, fire in Jesus. Kuanzia leo, kuanzia leo usizuiliwe kwenye maisha yako. Hiyo hali inaachia. Nasema inaachia, nasema inaachia, nasema inaachia kwenye lango la maisha yako. Ninaharibu kabisa. In Jesus name, in Jesus name, Jesus name. Uwe huru in Jesus name. Pokea neema, pokea neema mtumishi, pokea neema. Hiyo vita inakomeshwa kuanzia leo ninavyosema, kuanzia leo ninavyosema. In Jesus name, in Jesus name. Fire in Jesus. Yes, yes, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Pokea mama, pokea mtumishi wa Mungu, pokea sasa, pokea sasa. Maisha yako yasiwe machungu, maisha yako yasiwe machungu. In the blood of Jesus, power in Jesus, in Jesus name. Pokea neema in Jesus name, pokea neema in Jesus name.